Karibu sana mtazamaji wa Siri Yetu TV, natumaini uko poa mzima wa afya. Mimi naitwa Ngoji, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia unaweza kushare kwa marafiki wengine pia waweze kupata taarifa zetu. Lakini leo ninakusogezea kipaji kutoka nyanda za juu kusini ambacho kipo ndani ya mkoa wa Njombe. Wengi tunamfahamu, unafahamika kama Director Chidi After Effects. Chidi Effects. Okay. Kwa nini tuliongeza hiyo? Tuliongeza kwa sababu ya vitu ambavyo vinavifanya. Unajua effect ni madhara kuweka vile vitu. Okay. Vile vitu Tafsiri yako ilikuwa mbadi sana, ni mbadi sana hapo au ni nini? Na hilo jina sikupewa mimi. Hilo jina nilikuwa natumia sana. Ndicho nilikuwa na shoot movie. Hizi effect nilikuwa nazipiga sana kipindi hicho. Ya ulikuwa na uwezo wa kufumua nyumba ikaonekana nyumba ya mtu imefumuliwa kabisa. Sasa hizi sima AI hapo ya kutosha. Okay. Hicho kipindi hicho mimi nilikuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini sasa hivi uwezo huo upo, lakini sasa tunajua madrama sasa yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo Director Chidi tunavyomzungumzia ni mtu wa aina gani? Director Chidi ni mtu ambaye ni mtu wa kawaida tu. Ni mtu wa kawaida ambaye anafanya kazi za video production, music hivi, yani ni mtu wa kawaida tu, sio kwamba wa aina gani, ni mtu wa kawaida sana. Wahenga wanasema zamani ulikuwa na ufalme wako tofauti na sasa hivi. Nini kimekushusha hapa? Kitu ambacho kimenishusha bwana, zamani nilikuwa na ufalme wangu na sasa hivi nimeshuka kutokana, nimetoka kule ambako nilikokuwa. Unajua unaweza ukaingia kwenye falme ya huku ambayo industry ambayo inaonekana kwa watu wengi. Sasa nimeingia kwenye falme tofauti ambayo inaonekana tu sehemu chache, kwa sababu ile falme nilikokuwa kule kwenye filamu, kwenye bongo flavor music, niliona kuna maslahi. Unatumia nguvu kubwa, unawanufaisha tu wao, lakini hakuna kitu chochote kile. Umeona? Kwa hiyo huwezi kukaa sehemu ambayo unatafuta jina tu. Sasa unatafuta jina mpaka miaka mingapi? Umri unaenda na unachoka. Sasa utaendelea kutafuta tu jina. Nikaona, na ndio maana ukijaribu kuangalia Asili Yetu hii ukijaribu kuangalia soko la filamu katamani, hebu niambie ni filamu gani zinazotoka hapa Tanzania, hapa Njombe hii? Nasikia zipo, lakini yani hazifanyi vizuri, yani ni yale tu. Hebu niambie, ningeendelea kukomaa huko watu ngeniona. Kwa hiyo mimi nimeamua kuingia tu sehemu nyingine. Unakuja kwenye masuala ya bongo flavor, sawa? Bongo flavor, msanii anakutafuta, anakuambia ana elfu50. Sina nielewa. Sasa elfu50 brother, hiyo elfu50 mimi itanipeleka wapi? Na hiyo nyimbo anatarajia imtoe. Na anakuambia fanya kazi kali sana. Mimi nakuelewa Chidi, fanya kazi kali sana. Wakati hiyo kazi kali anayosema setup tu peke yake unakuta inagharimu 200,000. Umeona, setup peke yake anayoitaka yeye. Ndio maana nikaona hapana. Yaani msanii anakufuata anakuambia tufanye kazi nzuri, lakini hamna kitu. Unarudi na bora. Sasa hivi tunatumia kamera za kwetu. Kipindi hicho sawa, kipindi hicho hiyo 50 uende ukakodi kamera hiyo 50 inatakiwa sijui taa hiyo 50. Alafu na mbaya zaidi wasanii wakawa wameshakarilishwa kwamba imagine msanii anakupigia simu anakuambia Chidi, hivi kodi kamera shilingi ngapi? Sasa yani hilo jukumu hilo, kwa nini msanii aliingilie yeye? Hiyo kitu inatakiwa aisifanye. Anakupigia director simu, anajua budget ya kamera, ajue kiasi gani cha kuongeza pale. Lakini kule kipindi nipo da, hicho kitu hakipo. Msanii unaongea naye bwana, kamera, yaani kuhusu masuala ya kamera hashirikishwi msanii. Asishirikishwi, anaambiwa tu bwana, kushuti labda ni 2 milioni 2. Kwa hiyo hapo tunafanyeje? Wewe toa hiyo 2 tutajua tufanyeje. Sawa, haina shida. Msanii anaondoka, alafu kesho anaambiwa kesho tunaingia location. Akifika anaambiwa nguo hizi hapa, video vixen huyo hapa. Umeona nguo hizi, video vixen hii hapa, setup hizi hapa.
tutaanzia hapa, tutaingia hapa, tutatoka hapa. Umeona hapo, tukisha shoot tumemaliza, yeye masuala ya kamera hajui wala nini, wala yule video vixen mmemlipaje hajui. Umenielewa? Setup imefanyikaje na kiasi yeye anakuja yeye kama yeye akishapiga kazi zake pale anaambia sasa sawa, yeye huyo sasa, mimi huku ndo naanza, wewe vixen nakudai, unadai shilingi ngapi? Kiasi fulani, shika hii. Tayari mimi nimesha budget kwamba hii 1,000,000 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya location. Hii 1,000,000 ni kwa ajili ya kulinda mimi. Lakini sasa ukimtajia msanii wa huku bwana labda 500,000, anasema huyu jamaa 500,000, huyu jamaa anataka tajirikie kwangu. Kumbe mimi kwenye 500,000 hiyo nakuwa 200,000 tu ili kazi yake iwe kali. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo brother. Kwa hiyo kwenye ufalme wangu ndio niliona ufalme huo huko, nikaamua kutoka tu. Na kwenye filamu ulikutana na changamoto gani? Kwenye filamu nilikutana na changamoto nyingi sana. Tena huko ndo usiseme. Nakwambia, yani huko ndo usiseme. Unaenda kukaa location wiki nzima. Yani ndio maana nikasema huko usiseme, kwa sababu kwenye nakumbuka kuna kazi tulishawahi kuzifanya zile. Igwachanya wewe tulianzia Sindagosi waliloga kamera. Unakumbuka Sasa niambie. Ile tunaanza kushuti, nakumbuka mimi ndio nilikuwa natakia kucheza. Na ndio mtu ambaye nilikuwa nafungua scene. Uliseti kamera zikazima. Ukatoka Isindagosi kwa mguu mpaka Igwachanya. Sasa niambie ile time ile kule Igwachanya sijui kuna shida gani. Kamera inakuja imejaa betri, ukiwasha tu kamera hivyo. Haisomi betri low, mara sijui nini, mara kimetokea hiki. Tukaamua kuzia kama unakumbuka. Nakumbuka sana ile. Niambie sasa tumekaa karibia siku 3 tulikaa siku 3. Mazoezi sijui nini. Sasa tuanze kushoot. Sasa niambie huo muda umeona? Alafu msanii wa movie anakwambia ni hapa kaka. Unajua wasanii wa nyanda za huko wanazingua sana. Wanachokuja kusema anakwambia tuinuane. Sasa tuinuane hao, yani kivipi? Mimi nafanya kazi, yani tuinuane vipi? Yani anakwambia nitakutangazia jina. Sasa mpaka wewe ukaniona mimi. Hilo jina wewe ndio utaki kutangaziwa jina. Sawa, nitakutangazia jina. Wewe ulinijuaje? Nilipe, yani sema tutangaziane. Yani wewe nilipe, nikutangazie jina na wewe nitangazie jina. Sijui unanielewa? Sio, mimi nakwambia nilipe, tutangaziane. Sio nikutangazie, unitangazie mimi. Unamchukuliaje huyo mtu anayekuja sasa hivi Chidi anapokuwa huyo hayuko serious na game? Nataka nikutangazie jina. Hauko serious yani hauko serious na kazi. Huwezi kuniambia nikutangazie jina. Wewe mwenyewe huna jina. Nimekuonaje kwanza wewe mpaka umenitafuta. Nimekuonaje? Si ajabu mtu mwingine anakuja humjui. Kwambia mwanangu tushuti video kali ili watu wakiiona utapata hela, yani wateja watakuja. Sasa hebu niambie, huyo sana kudharau. Huyo anakudharau tofauti na ambako nimeingia. Bwana harusi shilingi ngapi? Kiasi fulani, mteja analipa, tunaingia location na shoot, bwana albamu yako hii hapa. Maisha yameenda. Umeona? Na ndio maana ukiangalia hata video zangu blaza, ukiziangalia mimi video zangu asilimia kubwa zilikuwa zina budget sana. Ambao walikuwa wana budget low zinaonekana tu, lakini zile ambazo zilikuwa zina budget kubwa, unakuta hapo nimelamba 120,000, lakini location nimekula zaidi ya 250,000 au 150,000 au laki nzima, lakini mimi unakuta labda nimekula 50. Ndio wanaona huyu jamaa mkali sana, lakini wananiita mkali, sina hela. Unaona? Ndio ile inakuja, mnakutana njiani. Mwanangu, wewe kwa kazi unazofanya wewe mwanangu huna hata 100. Jamani, mimi sina washikaji. Hamna, huyu mwongo huyu, haiwezekani. Bahili huyu. Kwa hiyo ndio issue kama hizo. Kwenye upande wa masuala ya filamu, nisikufiche brother, wasanii naweza nikasema wanazingua. Kwa upande wangu nijiongelee mimi, wanazingua sana. Kitu cha kwanza, hawana shukrani. Unaweza kumsaidia kutoka moyoni kwamba ngoja msaidie, kwa sababu unajua filamu si na yeye mwenyewe hela ndio hivyo. Ya manati. Mpaka akauze afanyeje, unakuta hela ingine. Bwana nimpige tafu. Ukishamfanyia hicho kitu, yani anaanza kukudharau. Umeona? Yani ukimwambia tufanye hivi,
bwana sijui nini. Hapo tayari umeshamtengenezea filamu na huko location umeteseka kweli yani. Unakuta wasanii wanagombana, umechelewa, sijui wasanii wanafanya nini. Umeona? Kula changamoto. Unawabeba, unaambia mimi bwana, mimi msinitafutie lounge, mimi tunalala wote hapa. Yaani wewe unajifanya mwema sana ile kujitoa kwamba tunalala wote, tunalala chini hapa. Director bwana, tunalala wote hapa. Kumbe ndo anakuchukulia udhaifu wako kwamba huyu hana brand, hana issue. Ndo pale sasa napokupigia. Bila utakavyoteseka. Utajuta. Mimi nakwambia utajuta. Umeeleweka sana Director Chidi. Kwa hiyo sasa hivi bado tunafanya Bongo Flava au tumecancel kabisa, tumeingia kwenye masuala ya harusi labda na gospel? Kitu cha kwanza yani kuhusu masuala ya Bongo Flava sio kwamba nimecancel, ila nimeweka extra. Sio kitu ambacho kinaniingizia maisha. Yaani kwamba niweke hiki kwa ajili ya kuniingizia yani sijui nini. Kwa kama ikitokea Bongo Flava nitaifanya video kali lakini ni extra. Sio kwamba nitafanya ili nijulikane, hapana. Na ikitokea labda mtu akaweka mpunga ambao unakuridhisha kusema okay, kwa uwekezaji huu nataka nifanye kitu. Ajia. Na namfanyia chupa kali tu. Kwa hiyo inawezekana Director Chidi kipaji bado kipo na mapenzi ya kufanya kazi nzuri bado unayo. Tatizo ni maokoto. Yani tatizo hawakunjuki. Yani hawainvest kwenye kazi zao. Umeona? Hawakunjuki, yani wao wanataka wanufaike wao kwamba wasifike, mwanangu umefanya chupa kali. Lakini mimi njiani huko, wewe mwanangu unabuku hapo, unabuku hapo. Sasa maisha gani? Si bora huku maisha yako fresh tu yani, umeona? Okay. Nilikuja nilihamia kidogo na nini gospel. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo nilishuti gospel, kiukweli hawasumbui. Sio kwamba hawasumbui sana, sio kama Bongo Flava. Okay. Ila na wenyewe wakiamua wana balaa lao. Yaani wale wakiamua ndo hawafai kuliko hata Bongo Flava. Wanakuombea kwanza, unapokuja kudai deni wanakupiga kwanza. Wanakuambia sasa wewe, kwani usije kwa kanisani kwetu? Kanisani vipi? Tia mpunga tuingie location hii. Kanisani wewe sali tu, sikukatazi. Wewe tia mpunga hapo tuingie location. Kwa hiyo kila kazi ina changamoto. Okay. Hakuna kazi ambayo ina changamoto. Kila kazi ina changamoto. Kila kazi ina changamoto. Harusi pia nao kuna changamoto, lakini kwenye harusi hakuna gazi ya changamoto. Mkishakubaliana bana kiasi fulani hivyo, alafu unakuta tu kazi unafanya siku moja na wateja wa huku wazuri, yani ukimwaishia kazi yake una enjoy yani ukimwaishia, na wao wanataka kazi wahi tu. Wewe wiki moja isipite wewe fanya kazi wahi kabla ile tukio halijapoa hawajatawanyika wote. Kwa hiyo unakuta umeshika kahela ka milioni labda kwa muda mchache tu unaendelea na maisha yako. Okay. Umeeleweka vizuri sana. Na tunavyoangalia game la Bongo Flava, nyanda za juu kusini pamoja na Bongo Movie, wewe kama director unaona kwa spidi hii wakiendelea tunaenda kuangukia wapi? Kwa spidi hii yani ya uwekezaji duni utakapokuja kuangukia, mimi nahisi ndo tulipoangukia kwa sababu ukijaribu kuangalia, kwa nini nakwambia hivyo? Mpaka sasa hivi mimi naona tumeshaanguka. Sawa. Unajua brother, kuna wasanii wanaimba hii Njombe hii, wanaimba hatari, wanaimba sana. Umenielewa? Kwa nini hawasongi mbele? Tunawasikia sisi hawainvest. Kwa nini hawainvest? Hawafanyi kazi tofauti ya sanaa. Wanajua kabisa sanaa haiwaingizii kipato, ila sasa wao wanaona mimi ndo kazi yangu. Anaenda anapiga pale karaoke, anapewa labda 20,000 ya kula, basi ameshamaliza. Lakini kumbe angekuwa anafanya na kazi zingine, anafanya vizuri kabisa. Umeona? Anapiga chupa kali, audio kali, sawa? Akisha yani wasanii asilimia kubwa yani hawafanyi. Kuna wengine kweli nawaona wana invest, ila hawazidi mmoja au wawili. Umeona? Yani muziki bwana unahitaji kuwekeza. Mimi sikufichi, muziki unahitaji kuwekeza ili wakuone.
hao wakubwa nao waona, ukiangalia hivi unasema jamaa hela namlipa kweli. Muziki unahitaji kuwekeza, ni kama mashamba tu, uwekeza vya kutosha. Umeona, kama ukufia mbele, si hizo sikuda za Mwenyezi Mungu, ila uwekeza muziki. Tukija kwenye movie zipo, njoo yupo namuonaga, kuna mtu anajitahidi, yuko Makambako pale, no, huyo ndo anajitahidi. Kwa nini? Kuwekeza akupo. Mtu anakuambia tu hapa mwanangu nitakuwa tushuti. Kwa hiyo kwa spidi hii ambayo tunaenda sema, yani tulishaanguka, ila tutaendelea kwenda nayo hivyo hivyo, kwamba namfahamu fulani anaimba, namfahamu fulani sijui anafanya nini, lakini kiukweli channel za wasanii na kuangalia comment, mimi huwa sipendi kusikiliza kazi, ila huwa nakimbilia kuangalia comment ambazo huwa nakutana nazo. Mwanangu najua sana, mwanangu najua. Sasa nikiona zile comment anambia mwanangu najua sana, inanilazimu nirudi kuangalia kazi pale juu. Lakini nikienda kuangalia hii pongezi ni ya ukweli au tu ni kusema mwamba alipita kwenye account. Lakini pia tumekutana na comment ambazo watu wanaambia tatizo wasanii wa Njombe wanavimba sana, akitoa ngoma 2 hadi kutembea amebadilisha, wakati huo mfukoni hana kitu. Kwako binafsi kama director, kwa sababu wewe ni mlezi wa wasanii, director ni mlezi wa wasanii, tunazungumzia nini hii kuhusu sijui wasanii wanavimba sana? Hiyo ni kweli. Kwa mimi, unajua mimi huwa napitia na ukipita kwenye kurasa zangu za nani, huwa siwafuatiliaji. Yani naweza nikasoma tu habari zao alafu nikaacha, si comment chochote, naendelea na mishi zangu, ila huwa naona jinsi wanavyoishi. Msanii wa Njombe, kitu cha kwanza huwa anajipa umaarufu yeye kabla hajapewa. Unanielewa? Anajivisha mamlaka. Anajivisha mamlaka kabla hajavishwa mamlaka. Wakati mamlaka inataka pewe na mashabiki. Mamlaka inataka kazi ziongee. Kwa hiyo sasa akishatoa nyimbo kadhaa, atakutana na shemeji yake, wewe jamaa mbaya sana. Atakutana na classmate wake, wewe jamaa noma. Atakutana na mama mkwe, wewe jamaa balaa. Anajua mimi jina lilikuwa. Okay. Ndio ile habari za kusambaza linki. Mwanangu tusaidie kusambaza linki. Jamaa labda amekaweka kawimbo nani saluni, watu wamekaa wanaangalia, kumbe wengine hata hawasikilizi, wana mawazo yao tu, wanawaza marejesho. Marejesho kausha damu, ndoa huko zinasumbua. Kwa hiyo jamaa akifika pale na wanaangalia, ajua mimi tayari. Kwa hiyo sasa anachofanya, mimi nalinda brand. Mtu akimsalimia tu, bwana fulani vipi, anaitikia tu hivi, au anafanya kama haelewi. Hiyo mbaya. Yani wasanii nidhamu haipo. Okay. Mimi nakwambia nidhamu haipo kwa sababu wanajivisha madaraka wenyewe. Okay. Umeona? Hili kwa Njombe tuna wasanii wangapi ambao wewe binafsi unaona kama hawa wana kitu? Kwa Njombe wasanii ambao nikasema kabisa hata akiingia sehemu fulani huyu mtu kwa upande wangu sasa Bongo Flava. Bongo Flava. Achana na watumishi wa Mungu hawa bana. Wanatuombea. Hawa wanatuombea. Sawa. Kwa msanii ambaye namba 1 kabisa, Black Melody. Alafu namba 2 anaitwa Avo. Mimi nakutajia msanii ambaye hata ukienda kusikiliza unasema kweli huyu jamaa huyo sahihi. Kuna namba 2 anaitwa Kavo. Namba 3 Juice Rhymes. Alafu namba 4 Bry For Real. Kwa upande wangu ni hao. Hata unawasikiliza una feel kwamba unamsikiliza msanii mkubwa. Okay. Tukiangazia kwa mfano Kavo, mimi mwenyewe nakubali Kavo kwenye mistari ujipange. Nini unafikiri aongeze ili aweze kutoka hapa alipo? Level ya Kavo sio ya kusini. Kavo kwa sababu huwa siwafuatilii sana, huwa nasikiliza tu muziki nini, lakini baadhi ya interview nilikuwa nazisikia. Kavo kitu ambacho inatakiwa kiongeze, cha kwanza yani kwa mfano kama hivi nimesema nimemkubali. Sasa yeye yani anione mimi siujui muziki, kwamba yeye pale bado. Kitu cha kwanza apunguze majivuno, aache ushindani wa mikoani, kwamba aanze kushindana sijui na Ibra, ashindane na mashabiki, kwamba mashabiki nataka wakubali hiki kitu. Aachana na yale majivuno kwamba
mimi sinajua, mimi na stop hapa. Mbona washikaji wananielewa? Mimi nasimama hapa, sifanyi issue yoyote. Okay. Umenielewa? Anatoboa mazima hiyo tena mazima, yani yeye apige kazi kushindana na kushindana, sijui yani, unajua kuna wengine wanapendaga sijui wanaita nani hizi, wanaita hizi nini hizi, kwamba kubishana mimi na wewe sana, watu ili watu hizi hazina mchongo. Hiki wakubwa sio hawa. Umeona, hawa sisi tunawafahamu huku. Akitoka nje hajulikani hata kidogo. Umeona kwamba unaenda unamponda mtu kwamba hii ndio nani hiyo. Mwanangu akiwa na labda, sio kwamba anafanya hivyo, naambia achana hizo mambo, yani ajichukulie yeye bado wa chini sana, na bado anahitaji ushauri, anahitaji kuwasikiliza watu, ajikubali, bado yuko. Okay, umeangazia ishu ya Kavo. Mwenye ujumbe wake atakuwa ameshaupokea, akiufanyia kazi atasonga mbele zaidi. Director Chidi ni photographer pia. Okay, game la photographer Njombe binafsi tunalionaje? Game la photographer bwana linapamba moto, imecharuka. Yani hawa inawezekana wanakaba sasa hii nafasi za hawa wanaolala. Yani game la photographer bwana ndio limekaa hivi. Ndio mimi ni photographer, lakini sio mpenzi wa picha sana. Yani sio kwamba yani nizingatie afu nipitie yani niumie kwani huyu amefanya vizuri kwa mimi. Ila kwenye upande wa photographer bwana, sasa hivi watu wanapiga picha yani mpaka unajiuliza hawa ni watu gani? Mbona hawa jamaa wanapiga sana nani? Sasa umeona hawa ma photographers sijui nini, umeona wanachokifanya hawa hata kama kupondana labda hawapondani kwenye media, lakini wanaingia kwenye kazi, sema mimi nawanyosha kwa kazi. Sasa na wasanii ndio inatakiwa wafanye hivyo, kama tupigane kwenye kazi, sio tupigane kwa maneno. Umeona wanavyopiga wakina Sniga, wanapiga kazi kinoma, lakini uone sijui namna gani vipi. Game la photographer kiukweli watu wanafanya kazi vizuri sana. Okay, Chidi wewe ni mwenyeji Njombe, kupe studio ambazo zinafanya poa sana Njombe photographer. Unajua kabisa, mfano umepigiwa simu sasa hivi, Chidi uko zako Ludewa bwana, tunataka kupiga picha, wewe hauko ofisini, na unajua kabisa pale ofisini timu nzima haipo, wana shida nazo haraka, kwamba hii simu nikinyanyua iende pale hata jutia. Bwana hapo unanipa kesi. Hakuna cha kesi kwenye ukweli tuseme. Unanipa kesi. Hakuna cha kesi. Afungwa. Huwezi kufungwa na kweli. Afungwa. Mwanasheria yupo. Watu wanahitaji watu wa magereza atafungwa. Bwana Chidi usitufanyie hivyo bwana. Mwanangu nitafungwa. 5 tu. Kwanza watasema huyu jamaa lazima atataja studio yake. Hata kama ya kwako wewe taja, kwa sababu ukisema asili yetu taja media ambazo ziko bora, nafikiri mimi nitataja media zingine. Nitaanza kwanza mimi, au mimi nitajiweka mwisho, lakini lazima na mimi niwepo. Okay, sawa. 5 umesema 5. Okay. Sio wale ambao wako nje ya, yani wana ofisi kabisa. Okay. Okay, sawa. Kitu cha kwanza ambaye akienda hata jutia, D-Boy Studio. D-Boy mwenyewe. D-Boy Studio pale huwezi kujutia. Na ndo ambapo mimi nipo. Alafu ukienda kwa Sniga, The Wellers Production pale huwezi kujutia. Namba 2 hiyo. Namba 2. Ukienda Asili Yetu Production pale pia huwezi kujutia. Kumbe tupo kwani siwafahamu? Na ujua moto wenu. Toka hapo ukienda kwa namba 4 hiyo. Ukienda kwa Rhino na RH pale huwezi kujutia. Huwezi kujutia hata kidogo. Ukitoka hapo namba 5. Ukitoka hapo ukienda Magic pia huwezi kujutia. Okay. Hizo ndo 5 zako ambazo nazikubali. Zangu ambazo mimi nazikubali. Umeeleweka sana director. Kwambie tuna ujumbe gani sasa 2026 kutoka kwako kwenye masuala yako ya kazi sasa? Ujumbe ambao mimi nataka kutoa, fanye kazi. Kama
Kama unataka video, mimi niko fresh. Ila zingatia uwekezaji. Zingatia, yani kama unataka video kali, zingatia uwekezaji. Sio yale maneno, tupige kazi. Ili wewe ufurahi na kazi na mimi nifurahi na kazi. Ya kazi. Kitu cha pili, wache maneno. Yani haya maneno haya wache. Unajua maneno yanakujaga mkiwa hamna kazi za kufanya. Yani mnakaa tu, ndio kwa hiyo ndio inakuja. Pige kazi, tuache na haya maneno. Kitu cha pili, tushikamane. Yani 2026 tushikamane, tupige kazi. Hicho ndio kitu ambacho najivunia. Yani mimi ndio hicho ninachojivunia. Labda inawezekana utendaji wa kazi labda inategemeana na vifaa. Mfano ile director Chidi sasa hivi unapewa labda kamera tunapewa nini? Tunapewa labda 70D. Tunaweza tukanyosha picha. Brother, mimi nakwambia hivi, ndio wanasemaga vifaa, lakini kazi nzuri inaanzia location. Ukiandaa vizuri location, watu wanakuwa nakuuliza, "Wewe jamaa umetumia kamera gani?" Mwambia nimetumia 6D. Mna unatudanganya bwana. Umeelewa? Nasikia wewe ni mbabe sana wa settings za kamera, color. Kwa hiyo wanasema wewe unatudanganya bwana. Yaani ndio kamera nayo pia inachangia, lakini uwezo ndio unachangia zaidi. Uwezo ndio unachangia zaidi. Ndio kitu cha muhimu sana. Cha muhimu sana. Yaani uwezo ndio unachangia zaidi. Kuna mtu mwingine anaweza akawa labda na Nikon, mwingine na Canon, lakini atakushutia video ya Nikon afu atakutupa mbali kabisa. Jamaa umefanyeje? Ndio maana mafotografa unaona mwenyewe. Mbona anatumia kamera nao tumia mimi, mbona picha kali sana hii? Anafanyeje? Mbona ishi ndio hivyo. Hapo umeeleweka sana. Tunapopata misha ya kwenda kupiga harusi, pate elimu kidogo. Unatakiwa kuzingatia nini unapofika ukumbini? Au unapofika sehemu site kwa ajili ya kufanya kazi na wale watu? Sababu kumekuwa kuna lawama, wateja wengine wanalalamika, nilimwita fulani, alikuja amelewa, sijui alifanyaje, sijui kikwenda kirudi hapa. Nilichokuwa nataka kusema, kitu cha kwanza ni nidhamu. Unajua kule sio uhuni, kwa sababu unakutana na watu wengi. Watu tofauti. Watu wamevaa suti, watu wameandaa, yani wamechangishana michango. Sijui nielewa. Wametoa hela, wanajua kabisa lile ni tukio lao la kipekee. Alafu wewe unaenda kama umetoka kuchunga ng'ombe. Elewa, umevaa sijui umevaeje, au labda sijui sawa, tukatai. Kufika sisi tukavaa kawaida tu. Lakini usifanye vitu vya tofauti. Yaani kujiaibisha kule. Sijui nielewa. Umefika pale, hebu inyama hii, hebu mara moja unaichomoa ile nyama. Sasa nielewa. Mimi nakuchora naona jamaa vipi? Wewe unachukulia kawaida. Hebu ni tikiti ile moja hii, nichomolee tikiti ile unachomoa. Wale watu wanahitaji nidhamu ya juu sana. Okay. Yaani ukifika pale, kitu cha kwanza kuwa na nidhamu. Kitu cha pili, yani hata wanavyowaona kuongea sana hakusaidii. Ya nini unaongea sana? Unaongea ni mpaka unapitiliza. Ndio baadaye mara sijui. Kuna mwingine unajua anapita na chupa ya bia, yani yuko pale, yuko ameshika kamera, yuko na bia hivi. Ule muda wa muziki ule unavyopiga pale. Yupo anapiga bia, uko anafanya hivi. Sio unaona? Yuko mbele pale, watu wanamuona. Sasa hicho mteja hapendi. Hata ungekuwa wewe ndio unafunga harusi, mimi ndio nimeshikia kamera. Ndio na nini asili yetu simshikaji unamfanyia hivyo. Huko napiga vitu. Mbona niweza kunitimua pale? Unanitimua pale. Mbona unanitimua pale? Kwamba wewe mwamba vipi tena? Kwamba vipi? Kwa nidhamu. Okay. Kwanza unalewaje kazini basi? Kwa nini ulewe? Kwa nini usimalize kazi uende ukalewe? Okay. Yaani kabisa yani umelewa, yani mpaka mteja anajua kabisa wewe amelewa, sure. Haiko sawa. Bwana director, shukrani sana. Tumepiga story na wewe, ni Asili Yetu TV ni mara yako ya kwanza kabisa kuzungumza na wewe. Tukaona leo ngoja tukutafute uweze kutupa madini, lakini pia tumepata madini kweli kweli. Karibu sana. Shukuru sana bwana. Shukrani sana. Tulikuwa na director Chidi kutoka Njombe, Tanzania, lakini ametoa elimu kuhusiana na wale mafotografa. Kwanza umetaja studio 5 bora, lakini pia ametoa elimu kwa watu ambao unaweza ukapata kazi ya kufanya na watu wa maharusi, uwe ni mtu wa aina gani. Lakini pia ndugu zetu wa Bongo Flava
wekezeni, tufanye uwekezaji ambao uko vizuri. Tukutane wakati mwingine kwenye vipindi vingine kupitia Asili Yetu TV.